السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Leo tuko Ramadhani 28, ikiwa bakia mbele yetu siku moja au mbili, ambapo katika sheria kuanzia leo imekuwa mustahabu kutoa zakatul fitri, ambapo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam faradha dhalika, alifaradhisha utoaji wa zakatul fitri. Kwa wajibu huu juu ya kila kichwa kimewajibika kutoa zakatul fitri, kichwa ambacho siku ile ya sikukuu watakuwa na chakula chake, basi ziada inatakiwa atoe na kuwapa wale wasiojiweza, alfuqara walmasakin, mafakiri na maskini. Kwa jambo hili zakatul fitri kwa ijma' ulama limekuwa ni jambo la lazima kwa kila mmoja wetu, kwa yule mwenye uwezo wa siku ile ya sikukuu. Sasa na utoaji wake ni swa'an, ni pishi. Kwa vipimo vyetu ni kilo 2.5 kwa kila kichwa kimoja. Ina maana hili amelifaradhisha kwa mwanamke, kwa mwanamume, mtu mzima, kwa mtoto, mpaka mtu alikuwa anamiliki watumwa, basi kwa mtumwa vile vile. Ina maana mtu atajianzia mwenyewe, mkewe, mtoto wake na wale wote ambao wako chini yake katika maisha yao, wako pale nyumbani kwake, ambao yeye ndio anawahudumia hao katika mwaka mzima, basi mtu huyo itampasa watolee wale wote waliokuwa chini ya usimamizi wake na uangalizi wake katika yale maisha yao. Kama una watatu, basi inakuwa mara 3, kama una 5, kama una 10, hakadha yeye inaendelea kwa mujibu wa kila mmoja ile familia aliyokuwa nayo. Hivyo hivyo mtu ambaye ana wake wawili labda au 3 au 4, nyumba ile ina watu kadhaa, mke wa kwanza, mke wa pili, kuna watu kadhaa, basi watu wale wote waliokuwa nyumbani kwako, kwa wake zako wote inawajibika uwatolee zakatul fitri ikiwa una uwezo wa kufanya hivyo. Kwa jambo hili limekuwa jambo, na kwa kugaiwa kama tulivyosema ni wale ambao majirani na watu tunawajua, jamaa, ndugu ambao hawana uwezo. Kwa mtu uchukue mchele uende katika nyumba ya fulani, ya mzee fulani, ya bibi fulani, au mjane fulani, umpelekee kwa kiasi kile ambacho wewe utachokadiria, kwa kwamba kwa vile ninavyojua familia ile, hawa nikiwapelekea kilo 20 zitawatosha katika sikukuu hii. Kwa vile ninavyojua wale nikiwapelekea kilo 15 zitawatosha. Kwa utakuwa unazigawanya katika nyumba tofauti ambazo wale majirani zako na watu ambao unaowajua. Na sisi hapa tumeweka utaratibu kwamba lililokuwa bora ndio ili kila mmoja angalie mtu wake. Lakini sisi tuko mjini, sisi tuko Kariakoo hapa, tunajua maisha yetu ya Kariakoo. Watu wanaishi katika apartment huko, kuna watu humo wanaishi huko kazini na kadha, tuko nao humo. Sasa tukafungua mlango kwamba sisi tutapokea zakatul fitri na kuigawa, sawa. Lakini lilokuwa bora wewe mwenyewe uangalie watu wako huko nyumbani, mtaani kwako, ukawagaie wale watu ambao wao imekuwa ni zoezi hili ni gumu kwao. Basi sisi tunayapokea kila mwaka hapa, na kisha tunagawa kwa wanaohitaji, na wengi wanakuja na kadha na hivi, na baadhi ya familia tunazijua, tunawagaia ile zakatul fitri. Kwa hiyo zoezi hilo limeshafunguka na tunaendelea kupokea. Ndugu zangu, yote haya ni kwa ajili ya kutaka kwamba siku ile ya Idi Muislamu asiwe mnyonge. Muislamu mwenye kupika pilau, mwenye kupika biriani, mwenye kupika ubwabwa, mwenye kupika, almuhimu kwamba watu wote wafurahi. Asiwe na siku ya Idi imefika mtu anaanza kuombaomba na kadha na kadha, ambapo ni mambo yanatia unyonge katika nafsi ya mtu. Sasa Muislamu sheria imemwangalia, siku hii asiwe mnyonge, awe na kitu cha kujitosheleza. Mambo hii ni kubwa.
siku ile ya Eid al-Fitr. Iwezi kwamba wewe umekaa na familia yako mnakula chakula cha Eid, mnafurahi kadha, lakini kuna jirani yako yeye watoto wake na mwenyewe ajui itakuwaje. Mwisho yote aenda kuchukua unga kilo moja pale, anasonga ugali. Siku Eid bwana kula ugali. Sasa Uislamu kaangalia kutokana na udugu wetu, basi hapana, kafaradhisha jambo hili. Na zakatul fitri hii anayepewa Muislamu tu, tofauti na zaka ya mali. Zaka ya mali inaweza kupewa mtu mwingine, muallafatu qulubuhum. Kuna katika wale mbea 8 kuna muallafatu qulubuhum. Muallafatu qulubuhum wamegawanyika. Kuna muallafatu qulubuhum ambao wao wameslimu juzi tu karibuni. Kuna muallafatu qulubuhum wengine huenda akaslimu yule. Sasa tukimpa zakatul mali, ikija tukimpa, huenda tunadhania anaweza akaslimu. Kuna watu wengine ni nafsi zao zimekaa kupenda mali, basi ikipewa ile zaka pale milioni 5 au 10, huenda siku akaslimu. Jamani, mimi niko Muislamu. Kumbe kwenye Uislamu huko kuna mambo kama haya, basi wale wanapewa. Au watu wengine kutokana na shari, huyu mtu ana shari kwa Waislamu, lakini akipewa kitu fulani, ile shari yake itapungua zidi ya Waislamu. Kwa hiyo kuna mlango kwa nani wasiokuwa Waislamu kwa jitihadi ya kiongozi. Ama zakatul fitri apewi Mkristo wala Yahudi wala kafiri yoyote, ni kwa ajili anapewa ni Muislamu, ili fahamike. Sawa? Ama ukipika ukamkaribisha ndo asiyekuwa Muislamu kuja kula, hilo halina shida. Ama kugaiwa, hapana, anapewa asiyekuwa na uwezo, Muislamu, kwa lile lengo na hikma hiyo ya zakatul fitri. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.